Kabla ya taarifa hizi ambazo tunazileta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia ikiwa unatazama, yeyote ambaye anatazama, naomba tu kaweze kubonyeza alama ya like na karibu, ili niweze kukuhabarisha taarifa ambazo tumezipata kwa meza yetu ya habari hapa Mbeya. Samia ambaye ni rais wa Tanzania amepata presha kubwa baada ya waziri wake kuvamiwa. Kivipi? Unajua, Samia huwa anatumia mawaziri wake kufanikisha uongozi wake ambao ni uongozi wa kimla. Juzi tu tuliona waziri wa mambo ya ndani ambaye anaitwa Patrobas Katambi akisimama katika bunge la kitaifa, akasema ya kwamba kuanzia sasa wamepiga marufuku mikutano ya hadhara. Kumaanisha ya kwamba alikuwa anasema mikutano yote ambayo inafanywa na Chadema, chama kikubwa zaidi katika taifa la Tanzania, kwa sababu chama cha mauaji ukipenda CCM kimeweza kukufa. Sasa Patrobas, waziri huyu ambaye ni wa CCM, hiyo chama ya mapinduzi lakini tunaita chama cha mauaji, sasa akasimama akasema mikutano yote ya Chadema ni mikutano ya uchochezi. Akasema wamepiga marufuku mikutano yote kuendelea. Unajua sasa hivi tunapoenda hewani, John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa bara Chadema amekuwa akifanya mikutano mbalimbali. Niliwaambia hata akiwa hapa Mbeya juzi tu nilikuwa pale, tuliweza kuchangisha hela za kufanikisha mikutano mingine ya chama cha Chadema. Sasa cha msingi ambacho nilikuwa naeleza ni hiki: baada ya waziri aliyetumwa na Rais Samia Suluhu Hassan kufika katika bunge na kupiga marufuku mikutano ya Chadema ambayo inaendeshwa ya kisiasa, sasa huyo waziri amevamiwa, ameshambuliwa hadharani, jambo ambalo limemfanya Samia ambaye alimtuma kupata presha ya uongozi. Kivipi? ACT Wazalendo ni miongoni mwa vyama vya kisiasa kutoka mrengo wa upinzani. Akina Mpina wamemshambulia huyu Katambi waziri. Haiwezekani mikutano kusitishwa katika taifa la Tanzania. Mwambukusi ambaye ni rais anayeelewa katiba yote, huyu ni rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania, Mwambukusi Boniface, na haya amemwambia hakuna kipengele chochote katika katiba ambacho kinakuruhusu na kukukabidhi mamlaka ya kusitisha mikutano ya kisiasa. Wewe ni waziri tu chini ya uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Sasa Katambi waziri huyu, kwa sababu hasomi katiba, haelewi masuala ambaye anastahili kushughulika nayo, ameweza kuvamiwa, ameshambuliwa. Boniface Mwambukusi amemvamia na kumshambulia, amemwambia aenda usome katiba, wachana na ukora. Vyama vingine kutoka mrengo wa upinzani wamemvamia. John Heche amemvamia. Jambo hili limeweza kuleta taharuki Ikulu Chamwino kwa Samia Suluhu Hassan na kupata presha kubwa. Unajua, Samia Suluhu Hassan anataka kuendesha hii serikali kama mali na familia yake. Ndio maana tunaona sasa hivi serikali ambayo anaiendesha Wanu ambaye ni mtoto wake, yeye ni makamu waziri katika wizara ya elimu katika taifa letu la Tanzania. Yule ambaye amemuoa Wanu, mtoto wa Samia, anaitwa Mshengerwa, ni waziri wa afya, na kuna shemeji mwingine ambaye ni waziri wa fedha hapa Tanzania. Yaani anaendesha
taifa kama mali na familia yake. Sasa amefika wakati ameanza kutumia mawaziri wengine kusitisha mikutano ya kisiasa, mikutano ya hadhara, baada ya kuona Chadema inafanikisha kufanya mikutano mikubwa ambayo inaendeshwa na John Heche na kujaza kila eneo. Sasa ameanza kutetemeka na kupata presha, huenda atang'atuliwa mamlakani kupitia mikutano hii. Ndio maana waziri wake wa masuala ya ndani Katambi anasema ya kwamba mikutano hiyo ni ya uchochezi. Hakuna uchochezi, hamna. Ndio maana wametangaza wanaharakati mrengo wa upinzani Chadema kina John Heche wanasema tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu kitanukishwa. Wapenda wasipende, kama hawamwachilii Tundu Lissu, wameanzisha kampeni kila eneo. Wanatembea hapa, walikuja Mbeya, walienda Dar es Salaam. Sasa hivi nimefahamishwa wako katika eneo lingine hapa Tanzania. Eneo lile linaitwa Tabora. Wamejaza, wametangaza free Lissu, kampeni lazima iendelee. Asipoachiliwa kila mahali kutakuwa na maandamano, wataitisha maandamano ya kitaifa. Lakini tumesikia fununu, habari za ndani zinasema ya kwamba Samia Suluhu Hassan amepanga kumwachilia Tundu Lissu tarehe 6, masaa machache kabla ya tarehe 7, ili kuzuia na kusitisha maandamano, kwa sababu ameogopa anaenda kung'atuliwa Ikulu, kwa sababu maandamano ya kitaifa ya kitanda Samia kitanukishwa. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye anaweza kuzuia uamuzi, kwa sababu wale ambao wako na nguvu ni wale ambao ni wananchi. Sisi sio viongozi. Viongozi hao wapo mamlakani kwa sababu ya sisi. Kama sio sisi, hawawezi kuwa mamlakani. Kwa hivyo uwepo wa sisi ndio maana wao wako mamlakani. Hawezi kuanza kusitisha mikutano ambayo inaendelea kufanyika na Chadema. Haiwezekani. Na maandamano haya yatafanyika kulazimisha serikali ya Samia Suluhu Hassan, ipende isipende, lazima wafanikishe shughuli zote kuhakikisha ya kwamba Tanzania imepata katiba mpya. Pili, tume mpya iundwe ya uchaguzi. Tuondoe ile ya Samia Suluhu Hassan inamtangaza usiku eti amepata 98% kwa uchaguzi kilichosemekana, uchaguzi uliofanyika mwaka jana tarehe 29 Oktoba 2025. Tatu, Tundu Lissu aachiliwe huru, apewe huduma za matibabu, akubaliwe aende nyumbani. 4, uchaguzi mpya uitishwe Tanzania. Naomba kutamatishia hapo, tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.